Salim Zanzibar, nuru imani yako. Wajazakumullahu khair, barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yaqulu Allahu azza wa jalla: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundhirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Ndugu Waislamu, baka ukaufahamu usiku huo wenye thamani, usiku wa makadirio. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Usiku huo ni bora kuliko miezi 1000. Maulama wamepiga hesabu miezi 1000 ni miaka 83 na miezi 4. Wakasema ina maana ya kwamba atakayeabudu katika usiku huo ni bora zaidi kuliko yule ambaye kaabudu umri wote huo. Tena ibada iwe mtawalia, haina kula wala kulala wala kwenda haja. Masaa yote ibada, miaka 83 na miezi 4. Ibada hiyo imezidiwa na ibada ya usiku wa Lailatul Qadr. Tanazzalu almalaikatu warruhu fiha. Malaika wanateremka katika usiku huo na Jibril biidhni rabbihim min kulli amr. Wanateremka kwa idhini ya Mola wao, wanateremka na kila jambo lilohukumiwa la mwaka mzima. Makadirio ya mwaka wanateremka nayo. Ma a'zamaha min laila. Ni usiku wa ajabu na mkubwa ulioje huu. Malaika wako ardhini na Jibril pia. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ni amani usiku huo mpaka alfajiri inachomoza. Usiku huu kama ulivyozungumzwa katika suratul Qadr, ukazungumzwa mwanzoni mwa ad-Dukhan: inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku uliobarikiwa. Usiku umejaa khairi nyingi, umejaa baraka, na kuna mahusiano sana baina usiku huo na kusoma Qur'an, kwa sababu usiku umepata thamani. Lailatul mubarakah unzila fiha kitabun mubarak. Ni usiku wenye thamani, ndani yake imeteremshwa ile al-Qur'anul Mubarak. Kwa hiyo ndani ya usiku huo ukikutikana unaisoma Qur'an ndani ya sala, au kama umechoka nje ya sala kwa tafakur na tadabbur, basi ndugu zangu Waislamu, khairati zitakuwa nyingi na barakat. Qiyamul layl kwa kisomo kirefu, ruku ndefu na sijida refu. Wa minal layli fasabbihuhu wa adbara sujud. Na katika nyakati za usiku msabih Mola wako, na katika mwisho wa salawat. Ndugu zangu Waislamu, hata yule ambaye amesali rak'atan ndefu akaona apumzike kidogo, asinyamaze kimya, afanye tasbihat ili apate kutekeleza agizo la Mola kwamba usiku ni wakati wa tasbihi pia na a'mal. Allahu azza wa jalla anasema: inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'an katika usiku uliobarikiwa, hakika sisi tumekuwa ni waonyaji. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ndani ya usiku huo linahukumiwa kila jambo. Muhkamun mubram, jambo lilofanywa kwa umakini na uzuri na umahiri wa hali ya juu. Makadirio ya mwaka, kwa sababu Allahu azza wa jalla anapokadiria ni tofauti na kiumbe anapopanga mipango yake. Jambo lake yeye ni muhkam, linapangwa kwa uimara na uzuri. Ndani ya usiku huo ndio hukadiriwa arzaki za waja na khairi zao. Ni usiku wa dua, ni usiku wa kumnyenyekea Allah azza wa jalla. Mama Aisha huyo ndiye aliyemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam: ya Rasulullah, unaonaje nikiujua usiku wenyewe ni upi, nini niseme? Akaambiwa, sema Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Mola wangu, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, unapenda msamaha, basi nisamehe. Na usiku gani huo? Ndio Lailatul Qadr. Ni usiku unahamahama, unatarajiwa zaidi katika misiku ya witr, na zaidi mwezi 27, lakini si lazima iwe hivyo. Yawezekana ikawa katika layali la ashfa', misiku ya shufua, kwa sababu misiku ya shufua ni misiku ya witri pia, ukianza kuhesabia kutokea mwisho wa mwezi.
endapo mwezi utakuwa ni siku 30. Na wako baadhi ulama waliosema zile zilizokuwa shufwa ndio witri, kwa sababu kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja Lailatul Qadri iko katika tasiatin tabqa, usiku wa 9 uliobakia au wa 7 uliobakia. Wanasema ikiwa ni siku zimekuwa 30 za Ramadhan, basi usiku wa kuamkia 22 ndio usiku wa 9 uliobakia. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa halatun mushtabiha, hali inatatanisha, ina maana ya kwamba kumi lote watu wapanie na wafanye himma na bidii. Allahu azza wa jalla ametia thamani usiku huo, amebarikiwa atakayehuisha na akapata khairi, na amekula hasara atakayepoteza. Usiku ndugu zangu si kwamba kuna nyota ya jaha, ikipita hiyo kwa dakika chache ndio aliyepata amepata, hapana, bali min al-maghribi ila al-fajr, kutokea magharibi mpaka alfajiri. Allah ameuita laila, na usiku unaanzia baada al-ghurubi shams, baada ya kuzama jua, na unaishia baada ya kuingia alfajr. Allah ameitaja mipaka yake kwa ishara aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadr. Neno laila linaanzia magharibi, na akataja mwisho wake akasema salamun hiya hatta matla'il fajr. Kwa hiyo ndugu zangu, kuanzia magharibi tuipambe salatul isha, tuipambe na hali kadhalika tuzipambe ibada zetu zote. Alayali layali sahar, ni siku hii ndio siku ya mkesha. Wama aladhal unsa billah, na ni ladha iliyoje kwa yule atakayenong'ona na Allah, akaitafakari Qur'an, akawa faragha baina yake na Mola wake. Nas'alullah azza wa jalla an yuthabbitana wa iyyakum lima fihi hubbuhu wa ridah. Ni jambo gani nitakujulisha mpaka ukafahamu hasa thamani ya usiku huo? Maana yake ni kwamba hata alama za kilimwengu zinabadilika kuitikia usiku huo. Ina maana ya kwamba hali ya hewa ni tofauti. Jua linalochomoza asubuhi yake jekundu, halina miale, na usiku umekuwa na hali ya hewa ya aina yake. Lailatul Qadri lailatun samhatun talqa, usiku huo ni usiku laini mzuri, la haratun wala barida, hauna joto wala baridi. Tusbihu shamsu sabihataha dha'ifatan hamra, asubuhi yake jua likichomoza linachomoza likiwa jekundu dhaifu. Wala yurma fiha binajm, riwaya nyingine imekuja haitumiki nyota kurembewa shaytan ndani ya usiku huo. Anga liko katika hali ya salama, ardhini pia pana usalama. Salamun hiya hatta matla'il fajr, jua linachomoza likiwa limebeba alama ya hali ya juu. Ni siku moja tu katika siku za mwaka mzima. Subhanallah, ikiwa ulimwengu umeathiriwa na usiku huo, na khairi zake ni nyingi mpaka malaika wakaja ardhini, na Jibril pia aminu samaa naye pia yuko ardhini, fakaifa yaliqu bil insani an yaghta fi nawmihi, inakuwaje tena mwanadamu akorome katika usingizi wake? Inakuwaje akithirishe kulala na vimbizi, ilhali ya kuwa ni usiku wa a'mal? Fursa ikipita imepita, usiku bora kuliko miaka 83 na miezi 4. Wangapi hawajauwahi usiku huo? Wangapi wamefariki kabla kwa siku moja? Wangapi wamenyimwa? Wangapi ambao mauti yamewanyakua kabla hata kuingia Ramadhani wengine? Fursa hii kama tunayo ndugu zangu Waislamu, Allah azza wa jalla an yuthabbitana wa iyyakum wa an yaftaha alaina abwab alkhair warahmati wattawfiq. Ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram, ya qarib ya mujib, nad'uka fi hadha al-yawm al-mubarak wa nahnu sa'imun. Allahumma ya arhamar rahimin, ya man tarana wa tasma'una wa ta'lamu ma fi sudurina, taqabbal minna as-siyama wal qiyam wa waffiqna ya rabbi lil iman wal ihtisab. اللهم افتح علينا أبواب الصيام والقيام في حياتنا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارزقنا الدعوة إليك وجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم ارزقنا الرحمة بالأمة والشفقة على العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ دماء أهل فلسطين. اللهم احفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك. اللهم أكرم الضعفاء والمرضى وارحم المسلمين أجمعين أحياء منهم وأمواتا. اللهم نسألك الصحة والعافية، نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم كما جمعتنا هاهنا
فاجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم وفقنا يا أرحم الراحمين لما تحبه وترضاه. نسألك حسن الخاتمة، واجعل آخر كلمة ننطق بها ونحن نخرج من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم وفقنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم ونور عليهم قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الرخاء والأمن ونعوذ بك من الحروب والبلايا. اللهم نسألك أن تطهر قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.